Welcome back. This is Evelyn Talk Show. Bado tupo na mgeni wetu Emmanuel Kasomoni. Tulikuwa naye kipindi cha kwanza kwenye habari ya ibada na sasa tunaingia kwenye habari ya mahusiano. Karibu tena mgeni wangu. Asante sana. Tunaingia sasa kwenye kipindi cha mahusiano. Nipate tishu sasa. Ama kitambaa cha leso. Kwamba utalia hiyo. Naweza nikatoa machozi. Na kusaga meno. Yeah. Okay. Kwenye Biblia Mungu anakataza kuachana. Yeah. Kwa nini unahisi sasa hivi imekuwa kama fashion watu kuachana? Kwenye mahusiano, kwenye ndoa, yani mtu akiona kama nisimuelewi tu huyo. Yes. Anapita kushoto. Yeah. Unahisi changamoto inakuwa kwanza nadhani naweza nikasema moja kwa moja ni wimbi ambalo shetani amelileta kupitia mwingiliano wa tamaduni na tamaduni za wenzetu au wengi sana ambao hawamwamini Kristo. Wao walikuwa wametutangulia kwenye kuwa na influence kwenye mitandao. Kwa hiyo hata kwenye algorithm za mitandao zinakuwa posti zao ndio zinatembea sana kuliko posti ambayo ni ya mtu anapokuwa anatoa knowledge ya neno la Mungu. Kwa sababu hiyo watu wana knowledge sana na habari ya dunia inavyooperate kuliko Mungu anavyokuwa anataka au Mungu ambavyo anakuwa anatuelekeza. Sasa tukija kwenye swali kwamba kwa nini watu wanaachana, ni kwa sababu ya wanaiga namna ya dunia hii. Kwa sababu ndio taarifa ambazo mtu anakuwa nazo sana. Yaani mtu maamuzi anayokuwa anafanya, ukiona mtu mpaka anaamua kufanya kitu, hajaamua tu yeye mwenyewe, hapana. Kwa sababu mwanadamu ni kama vile amekuwa programmed. Mpaka anafanya maamuzi fulani, kuna vitu ambavyo amepandikiziwa ndani yake vinampelekea yeye kufanya hayo maamuzi. Kwa hiyo kama mtu hajapandikiza neno la Mungu kiasi vya kutosha, hilo neno mpaka kuja kuwa halisi kwamba asiachane, sio rahisi, kwa sababu taarifa alizonazo nyingi sana ni za yeye kuachana. Yaani yeye anaaminishwa. Siku hizi kuna mpaka makungwi wa online. Unaweza ukaimagine. Kwa maana yake wewe unakaa unadhani binti yako hajafundwa, hana mafunzo, sijui unategemea umfundishe kwenye kitchen party na nini. Mwenzio ana kitchen party kila siku TikTok. Ana kitchen party kila siku mtandaoni. Kijana pia ana big party kila siku, kila wiki. Hivyo anakuwa na access. Sasa ana access kitu gani? Hicho ndio kitu cha hatari sana. Taarifa alizonazo zikiendelea kuwa fed kwenye akili yake, mwisho wa siku atafanya tu yale maamuzi sawa sawa na taarifa alizonazo. Huwezi kufanya maamuzi kwa tofauti na kiwango cha maarifa ulionayo kwenye hicho kitu. Ndio maana ndoa za zamani mimi nasema zilikuwa zinadumu kwa sababu walikuwa wako limited sana na taarifa. Sawa. Kiasi cha kwamba walikuwa wana mfumo wao wa maisha, labda kijiji hiki wana mfumo wao wa maisha ambao karibu wote wanafanana. Ukienda kijiji kingine pia vivyo hivyo. Kwa hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu amekuwa programmed namna hiyo. Taarifa alizonazo ndio hizo ambazo. Kwa hiyo kama mtu taarifa alionayo juu ya ndoa ni kwamba ndoa ni kuvumiliana katika shida na raha. Sio kwenye kukiri tu pale madhabahuni. Inatakiwa hiyo kitu awe anaiona ana kila siku mpaka iwe kama program kwenye akili yake. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna baadhi ya mikoa wao wanasema upendo wao labda ni kupigana. Kuna baadhi ya yani mtu anakuwa hawezi kuachana eti kisa amepigwa. Lakini sasa hizi mtu amefokewa tu. Aliona kwenye clip fulani huko, mtu mmoja alifokewa akabeba mabegi, kumbe ni content. Yeye anachukua kama lilivyo. Kwa hiyo changamoto imekuwa kubwa kwa sababu ya mtu anajua nini kuhusiana na hicho kitu. Kwa hiyo shetani hapo ametupiga gap. Amepitia huo mlango, amepandikiza maarifa ya kuchochea watu waone kwamba kuachana ni kawaida, wakati Biblia imekataza. Kwa hiyo ni kama shetani na mock Mungu sasa, kwamba wewe unawakataza watu wako hivi, lakini wanafanya. Kwa maana yake hicho kitu kinakuwa kinaleta contradiction na kinamhuzunisha Mungu kiukweli, kwa sababu tunaacha maagizo yake. Tunafanya ya kwetu tunavyojisikia. Yes. Okay. Unakuta mtu anaingia kwenye
kwenye mahusiano, let me niongee hivi. Yes. Unakuta mtu anatamani kuwa na mtu aina fulani, yani katika akili na katika ufahamu tayari ameshamchora mtu wake. Mimi natamani mwanaume fulani hivi mrefu, Tall, dark and handsome. mwenye six pack hivi, yani upo namna gani vipi? Umeona, alafu anachokipata inakuwa sicho kile ambacho alikuwa anakiona katika akili yake. Yaani wale ambao wanakuja sasa ni ndio sisi ndio tuliopo. Ndio sisi sasa. Wanaokuja wanakuwa weusi lakini wafupi. Wanakuwa tofauti na ile imagination yako nayo. Sasa hapo nataka kujua, na unakuta akiingia kwenye mahusiano sasa na huyu ambaye tayari sasa si ndo huyu anayekuja, ndo hawa design wanaokuja tayari. Akishaingia tu kwenye mahusiano wanakuja sasa wale ambao alikuwa na wanani, alikuwa anawawaza. Hiyo unaweza ukaizungumziaje mtumishi wa Mungu? Well, sasa huyo mtu anakuwa anapitishwa kwenye majaribu kimsingi, kwa sababu safari ya mahusiano, well, tuchukulie mahusiano tu, tusiende mpaka kwenye ndoa, si ndio? Yes. Kwenye mahusiano mpaka mtu unaamua unasema kwamba huyu mtu mimi naingia naye kwenye mahusiano, lazima muwe na malengo, lazima muwe na uelekeo wa hayo mahusiano, yani mjue mahusiano yenu yanahusiana na nini. Ule mahusiano yani hata muelewe yanahusiana na nini. Lazima tu nyie muda wote mnaweza kufanya jambo lolote, yani mnaweza mkaachana muda wote tu. Kwa ninyi kimsingi kama hamna mwelekeo ni rahisi sana kuachana na vitu kama hivyo. Sasa mtu anakuwa anawekwa kwenye kipimo cha namna hiyo ili kuona, je, kweli anamaanisha hichi kitu ambacho anataka. Kwa hiyo mimi naweza nikazungumzia scenario kama hiyo kwa mazingira hayo, kwamba kimsingi mahusiano kwanza yatakiwa na direction. Alafu mpaka umeamua kuingia kwenye mahusiano, manake uko serious na hiyo direction na umeona inafaa. La sivyo unaweza ukampata mtu tu mrefu mweusi ana six pack, lakini direction yako kweli ndio imeishia hapo kwenye urefu weusi na six pack. Mtaishi humo tu kwenye urefu weusi na six pack. Kuna maisha zaidi ya stature ya mtu, kuna maisha zaidi ya mtu jinsi alivyo. Yes, kwanza utu, alafu ndio uje kumuona mtu alivyo. Utu wake utaweza kuishi nao. Unaweza, mtu alivyo, mwili ni kitu kinatengenezwa tu. Mtu anaweza kunenepa muda wote, anaweza kukonda muda wote. Mtu unaweza kumuona mweusi, kumbe ameungua na jua. Akienda kakaa kidogo kwenye kiyoyozi, unashangaa anaanza kutakata. Huyu vipi? Lakini narudi pale pale kwamba lazima muwe tu na direction. Kwa hiyo watu wasiweke sana nadhani vigezo physically, ila wawe navyo, sababu ni muhimu, sababu mtu unaishi naye mwilini. Ila kwenye swala la utu ndio kitu cha kutazama zaidi. Yes, ule utu wa mtu, sio tu stature ya mtu jinsi alivyo nje. Ima, kwa habari ya wanaume sasa hivi, na hiyo umeisema kwenye mitandao ndio inatufundisha vitu vingi sana, na tumekuwa tukivipractice hivyo vitu ambavyo tunaviona kwenye mitandao. Na kile ambacho tumekiona au tunakisikia mara zote, mwanaume hutakiwi kumhudumia mchumba, hutakiwi kumhudumia mchumba. Kwa hiyo unapokuwa kwenye mahusiano, wanaume sasa hivi wamekuwa ni wabaili, hawatoi hela kwenye mahusiano. Hiyo unahisi ni kwa sababu pia ya mafundisho kwenye mtandao, au mmejipanga kwenye vikao vyetu? Kwenye vikao vyetu kama sasa hivi amhudumii tena kwenye mahusiano. Naogopa kutoa ajenda za kikao cha mwisho, lakini kimsingi kama nilivyosema, mara nyingi huwa ni kama wimbi, naweza tukasema ni wimbi. Mimi kuna kipindi waga nazungumzaga na rafiki zangu, nawaambia kuna wimbi fulani lilipita miaka fulani ya 80 nadhani. Ilikuwa watu wanapenda sana wanawake wembamba. Kwa hiyo pale kipindi kile mpaka ikatokea ugonjwa wa anorexia nervosa ule, sijui nadhani kama nimetamka vizuri, wa watu wanawake actually kupenda, yani kujinyima kula ili wawe mbamba, wawe mamisi, si kwa sababu ndio wimbi lililokuepo kwa kipindi hicho. Tukatoka hapo tukaja kwenye watu kupenda watu wenye maumbo makubwa.
watu wakashift mpaka ikawa ni agenda mpaka saizi hata hapa kwetu kuna hospitali zinafanya surgery ili tu wewe kukuweka uendane na upepo, umeona. Kwa hiyo hata kwenye swala la utoaji, kimsingi upendo ni kutoa. Yaani hakuna upendo kama hakuna kutoa. Na watu tu tumetafsiri sana kutoa kwenye mali, lakini hata muda wako pia, muda ni mali. Kimsingi si fedha tu na nini. Kwa hiyo huwezi kuepuka kutoa kama utaki kuepuka upendo. Kama ukitaka kuepuka upendo basi manake huko ndio utaweza kuepuka kutoa. Lakini la sivyo, wewe ukishaona tu kwamba unaingia kwenye zoezi la upendo, unaingia kwenye uwanja wa upendo, lazima utatoa. Lazima kutoa. Yaani upende usipende utatoa kwenye upendo. Yeah. Kwa hiyo ni hicho. Kwa hiyo watu tu wanakuwa kuna wimbi hilo linasambaa kama unavyosema kwenye mitandao, lakini wanatoa ila kwa udogo. Matoleo yamekuwa machache. Wadada wanalalamika sana siku hizi watunzi kwenye mahusiano. Nadhani pia kuna expectation, kuna matarajio. Unajua kama nilivyosema kwamba saizi mtu anategemea, kuna kitabu kinaitwa 5 Languages of Love. Si ndio? Lugha 5 za upendo. Kila mtu ana lugha yake ya upendo. Sawa. Kuna mtu mwingine lugha yake ndio hiyo zawadi. Mtu mwingine lugha yake ni kusikilizwa. Anataka umsikilize. Yaani wewe ukileta range hapa, alafu hauna muda, hujatenga muda wa kumsikiliza, yeye hujamfikisha pale mahali ambapo anatakiwa kufika kwenye upendo. Kwa hiyo tayari inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo utaleta range, lakini kwa kuwa umsikilizi ni changamoto. Kwa hiyo sasa kama mpendwa wako lugha yake ya upendo ni zawadi, jitahidi umpatie zawadi, ila pia na yeye apunguze kidogo expectation, kwa sababu hatujaingia kwenye ndoa. Maana wakati mwingine huwezi kujilipua sana sababu ya matukio pia aliyokuwepo katikati. Ya huwezi kujilipua sana kutoa zawadi kubwa, kwa sababu namna ambavyo wanasema hazina yako ilipo ndipo moyo wako utakapokuwepo. Kwa hiyo wanaume saizi kidogo naona tunalinda mioyo yetu, tunapunguza kuweka hazina nyingi ili moyo wetu uwe umelindwa. Hata ikitokea huyu mtu amebadilika, hazina zangu sio nyingi sana zilizoenda kwake. Kwa hiyo somo hiyo doctrine ya kutokutoa siku hizi inaweza ikaungana hapo kwamba watu wanalinda mioyo yao wasije wakaumizwa sana pale ambapo huyu mtu atabadilika, asiende kwenye njia ambayo nilikuwa natarajia. Yes. Okay. Wadada sasa hivi ile wimbi la zamani la utoaji mimba limepungua, ila limeongezeka wimbi la single mothers. Yeah. Watu wameacha sasa kutoa mimba, maana walikuwa wanatoa sana mimba. Yeah. Lakini sasa hivi sisikii hizo taarifa za utoaji mimba, watoto wametupwa, sijui umekuta watoto nini na nini. Hazisikiki sana, ila sasa wimbi limehamia huku kwenye single mother. Yes. Hiyo unaweza ukaizungumziaje? Sababu hivi nyinyi mnaweza mkawa mnasababisha wanaume. Yeah. Mimi naweza nikakubaliana kwamba wanaume ni sababu, lakini hii inakwenda kote. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu ataivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Ingawa pia mwanaume pia ana nafasi, kwa sababu mahusiano sio ya upande mmoja. Ndio maana kaitwa mahusiano. Yaani hakuna mahusiano ya kwako binafsi. Unahusiana na nani? Unajihusiana na wewe mwenyewe? Hapana. Lazima yawe na pande mbili au zaidi. Kwa hiyo lazima hawa watu wote wawe kama nilivyosema pale awali, wawe wanajua wanaelekea wapi. Sasa kwenye ishu ya watu kuwa wanawake kuwa tu na watoto, si ndio? Halafu wasiwe na waume, ni wimbi pia ambalo mimi naweza nikasema limekaa kwenye upande wa spirit sio zuri. Kwa sababu kwenye malezi ya mtoto, ukuaji wa mtoto, anahitaji awe na ile manhood figure ya kuweza kumsaidia, na hususan labda mtoto wa kiume. Mama inawezekana akawa na maarifa kweli, lakini hana wanaume wa kumlea mtoto wa kiume awe mwanaume, si ndio? Mama anaweza kawa ni yuko vizuri kwenye kuvaa, atamwezesha yule mtoto wa kiume kuvaa kama